Huyu bwana yeye anaingia pande zote mbili, anaingia kwenye habari na anaingia tena pia kwenye upande wa sanaa ya uigizaji pia. Na kimsingi leo tutapata kufahamu ile legacy yake ile ambayo kwa namna moja ama nyingine sisi wote tunapaswa kuifahamu na pia kumpa heshima yake. The Classic imekuwa inakusudia pia kutoa heshima kwa watu ambao wamefanya vitu vikubwa sana. Kwa hivyo leo ningependa nikukaribishe Bwana Zembwela hapa kwa mara ya kwanza kwenye The Classic, na nashukuru sana kwa uwepo wako leo. Karibu sana. Shukrani sana bwana. Mimi ni shukuru kuwa katika moja ya watu wenye hiyo nafasi ama haiba ya kukaribishwa kwenye kipindi kikubwa kama hiki. Si kila mtu anaweza akaribishwa kwa namna aina ya kipindi ambavyo kilivyo bwana. Kweli kabisa, yani ulivyosema hivyo, si kila mtu. Kuna vijana wengi wanasema bwana mimi nataka ile The Classic ile, na sasa mzee, ili uwe The Classic inabidi uwe classicist, yani kuna vitu fulani wewe umeviachieve, hivyo vitu ndavyo tupa classic material. Wengine bwana wasanii wangu bwana wananisikiliza wasema kwa hiyo unatusema sio? Kuna bana mimi bila wazee ni vurugu. Lakini naweza kaa kikundi cha wauni. Kuna mmoja amenambia okay, ngoja nimtaje msanii mmoja. Msanii mmoja amejichallenge mwenyewe, Bwana Moni Central. Ameniambia baada ya miaka 5 anaamini atakuja kuwa kwenye meza ya The Classic. Kama baada ya miaka 5 ni kweli sahihi, muda utakuwa umeshafikia hapo. Tunategemea atakuwa ameimpact na material. Sasa hapo sasa material ambayo iko heavy. So shout out to Moni Central. Bwana Zembwela. Karibu sana. Shukrani sana. Na walau tunaweza kuanza sasa, tuanze kupiga mahesabu. Tuanzie kwenye uigizaji kwanza kabla ya masuala ya habari. Kwenye uigizaji tunaweza kuhesabu miaka mingapi ambayo umeitumikia hii sanaa? Sasa bwana, wakati tunaingia hapa mimi sio mzuri sana kwenye hisabati. Bwana, wakati tunaingia hapa atanisaidia hisabati vizuri, lakini miaka inaweza ikawa ni mingi kwa tafsiri ya kwamba mimi nilianzia na Kaole. Ndio. Kaole Sanaa Group wakati huo, karibia kundi kubwa sana la wasanii ambao unawaona wakiwa wanatumika kama wazee ndio tulikuwa vijana. Sahihi kabisa. Mara ambapo unaona sasa kwenye sanaa anahitajika mzee, basi kumbuka kipindi hiyo alikuwa kijana, ndio mimi nilikuwa tuko wote. Okay. Kwa hiyo nilianza Kaole na baadaye niliondoka, maisha yakachanganya kidogo hapo katikati, mambo yakawa yako mengi na vitu vinafanana kama hivyo. Lakini sasa sanaa nimeanza Kaole, udada namtafuta, na nyinyi kama mtanisaidia kumpata nitafurahi sana, na mwanae. Nilianza mimi, tulianza kama kikundi, baadaye ITV akaona huyu Zembwela na Max huyu, hebu afanye kitu kidogo. Lakini wakati naanza Kaole safari, mimi ndio maana nasema kipindi chako hiki bwana kinakutata sana. Safari ilianzia mimi nimetoka zangu seminari sasa, Guruki. Nimerudi mjini hapa, afu michongo hamna. Samahani. Hapo ishikilia hapa. Nilichokuwa nataka hapa kwanza kupeleka sasa kwa nini nimefika kwenye sanaa. Kwa nini niko town? Samahani kidogo. Roughly tulikuwa nataka kujua roughly kwanza. Kuna kitu nataka tukifanye hapa. Roughly tuna miaka 20 inafika 25. Inafika 25. Inapita. Okay, kwa sababu nasema hivyo kwa sababu sikumbuki nilikuwa darasa la ngapi wakati wewe unafanya Max na Zembwela, lakini kuna uwezekano ikawa labda namalizia primary ama niko secondary mwa miaka ya mwanzo hapo katikati hapo. Mimi nafikiri namalizia primary. Namalizia. Inaweza kana namalizia. Namalizia. Sababu hapa juu siku na miaka 4 na 2 6. Tuchukulie tena 3 basi ya chuo. 9. Umeona? Sasa katika miaka 9, Max mwenyewe yupo tayari. Max yupo. Na kwa sababu mimi nilikuwa shabiki yenu sana, ndo inajaribu kuirudisha hiyo. Yaani nilikuwa shabiki yenu sana kwa sababu kwanza tutakuja kulizungumza hili. Nilikuwa Max kwa bahati mbaya sijawahi kuonana naye live.
sijawahi kumuona. Watu wengi sana ndio maana wanamfananisha na Mkwele. Nilikuwa namuona tu kwenye TV, lakini kitu cha uhakika ambacho nilichokuwa nakikumbuka ni kwamba nikiona sura yake lazima nicheke. Ndio. Yani kwa sura tu kumwona hajafanya chochote lazima nicheke. Hilo lilikuwa la kwanza. Kwa hiyo by the way tufanye makadirio ya miaka 25. Sema 25 zaidi ya miaka 25. Kwa zaidi ya miaka 25. Sasa sisi tuna utaratibu wetu hapa kidogo kwamba tunasema tunataja ile miaka alafu tunafanya kitu tunaita makofi ya heshima. Ushaelewa eh? Kwa hiyo haya inabidi lazima tuwapige. Leo bahati mbaya timu kidogo kuna mmoja ana kipara mkorofi kachelewa. Akifika hapa atatukuta. Lakini kwa heshima sana na Black hapa bwana. Sasa hapa leo tunapiga makofi ya heshima kwa bwana Zembwela. Eneo gani ya kwenye sana? Hapa kwenye uigizaji kwanza hapa. Kwenye uigizaji. So makofi ya heshima kwa Zembwela for more than 25 years in the class. So sio mchezo kwa sababu sanaa ilivyo ngumu na maudhi yake na madhila yale. Kuna watu wanapiga miaka miwili na kwamba mimi mambo haya siyawezi nafanya michongo mingine. Sawa. Na hasa katika zama zetu ilikuwa ngumu sana. Ngumu sana. Sawa. Sasa hapo walau tunaweza kuanza mdogo hapo. Ulipokuwa sasa unasema umefika mjini na michongo hakuna. Tuendelee hapa. Umefika mjini hapa michongo hamna bwana. Nikiwa nimetoka zangu Arusha huko. Sasa nipiga hapa. Sisi tunazaliwa kwenye familia duni. Lazima akili icheze mzee. Sipocheza kwa sababu asilimia kubwa ya watu mkamo wangu sasa hivi nikikuonyesha wewe mwenyewe kwanza picha linaanza ile swali uliloniuliza pale bwana brother nikwamkie ile uniulize yani ukiwaona watu wangu ambao nimekuwa nao Magomeni waulizi wewe moja kwa moja unashikamoo unajua huyu babu anaitafuta 70 kumbe tunacheza hapa kwenye 50 kushuka chini bado huko hata 55 60 hatujafika ila sasa kutokana na aina ya maisha ambayo tumekulia speed yako ndio shibe yako sinia linawekwa hapo nyama kulingana na idadi yenu matunda Mungu akipenda kwa hiyo kasi yako kwenye sinia ndio shibe yako hayo ndio maisha ambayo sisi tumekulia sio siku nyinyi mnaenda kwenye buffet zenu jambo geni sana kipindi hicho alikuwa anategemea zaidi speed yako na wakati mwingine mama asimamie kwa sababu au kidogo sana unatenga minacho vibaba pale vipambane utaendana na kasi. Kwa hiyo nikaja hapa mjini nikawa nipo sasa na rafiki yangu mmoja mshikaji wangu sana ana ujamaa katika watu ambao siwezi kuwasahau ni huyu yeye anaitwa Franco Kamba yuko na mshikaji wangu mmoja anaitwa Januari sasa alikuwa anafanya kazi Unicorn na mimi nimekuja hapa mtaalamu bwana na grade 2 ya motor vehicle mechanics njaa mbaya acha hii habari kabisa wale jamaa zikaja speed governor kama unakumbuka sasa jamaa zangu wako Unicorn pale kabidi mimi wanichukue wakati kwa Unicorn pale tunapiga sasa vimeo vya nje tunafunga speed governor ndio maana speed governor sijui kama kijana na sana sijui unamsikia Shabibi akiwa katika maelezo yake kadhaa kama ananikumbuka lazima atakwambia bwana huyu Zembwela nyinyi haya maisha lazima nipigie mfano pambaneni mimi pamoja kama nimepambana au jamaa mimi amewahi kuwa fundi wangu kunipigia speed governor kwenye mabasi kwa hiyo maisha ni magumu kutokana na familia ambazo tumetokea uhaba wewe familia kupata elimu kutokana na hali ngumu ya kiuchumi kupata ustawi kutokana na hali ngumu ya kiuchumi wazazi wetu walifanya makosa kidogo sisi wanetu kidogo kama nakula shavu sisi ilikuwa wazazi walikuwa naamini idadi yenu ndio inaweza ikawafanya ikawapa wao kila mtoto anakuja na riziki yake jambo ambalo walikuwa kweli kwa hiyo nimekuja hapa nikaanza kuhangaika sasa yani moja ikai mbili inachomoka nyumbani pale ndo kama hivyo mpwa tano afu haieleweki kwa hiyo mimi nikaondoka nyumbani 91 mimi niliondoka nyumbani 91 sijarudi mpaka leo 1991 sio mchezo niliondoka nyumbani sio mchezo na sijarudi mpaka leo narudisha mashavu tuna neema za Mwenyezi Mungu hiyo kuna miaka mingapi hongera sana hiyo kuna moja piga 75 kuja hapo Mhesabu sana hesabu. Mhesabu huyu. Miaka 16 manake hapo 75 mpaka hapo unajua tunaizungumzia nusu hiyo. Sio unajua tunaendelea kupiga hesabu. Ukipunguza hapo umo. Umo
nikawa niko zangu huko Kimara huko na mjomba wangu marehemu Saidi Mzee Swai. Walikuwa kachukua baada kuonekana kwenye familia tumedondokea hiyo nikaenda kuelewa kwa mjomba wangu mmoja Kimara huko Mzee Swai. Nimeishi sana Kimara mimi. Kimara sana nimeishi sana Kimara kwa mzee wangu. Ametangulia mbele yake na mama Swai maarufu kama Mama Yuni. Tangulia mbele yake wazee wangu ndio wamenilea kwa muda mrefu sana baada ya kuwa na umri huo wa kukua. Kwa hiyo baada kutoka hapo nikaondoka hapa mjini nikaenda Arusha unga elimu zetu hizi. Nikarudi sasa baada kuonekana kwamba mambo mengi nafikiri umeona mambo mengi ikabidi watu walitupe seminari. Usije kapotea. Huyu bwana tumpeleke Nguruki huko. Kule tukimweka kule haya mambo yatakuwa yanapungua. Kinyume na hapo huyu shingo zetu zitapata tabu sana. Kwa hiyo nikarudi hapa mjini tabia imenyoka kidogo. Tabia imenyoka ndio nikakutana na jamaa zangu Franco Kamba na Januari. Tukatuko napiga vimeo vya nje Unico pale kufunga sana romantic zile Speed Governor zikaisha. Unajua kama ilikuwa kama mchongo fulani hivi sio unajua nchi yetu zikaisha. Kwa hiyo tukaja sikukuu na ndovu kulikuwa na duka la mshikaji wangu mmoja hivi anaitwa Maxen Mwarabu wa Dodoma. Mwanangu sana ila na hela nyingi sasa hivi inabidi nitaje kwa adabu. Umeona nakubali. Iko sikukuu na ndovu pale duka lake linaitwa Gulf Glasses. Mchaka ukaendelea mzee. Mimi nikawa niko pale sasa nafunga Speed Governor huko nafunga vioo vya magari. Makofi kwangu. Kweli. The hustle was really kweli. Niko na brother yangu mmoja anaitwa Zarani, niko na mwanangu mmoja anaitwa Alidi. Alidi sasa hivi yuko Mbezi pale anapiga mishemishe zake. Lakini Zarani bado wakaito anaendelea na mambo hayo ya Speed Governor. Kwa hiyo tukachukua pale. Kwa hiyo huko napiga vimeo vyangu vya kufunga Speed Governor na huko napiga vimeo vyangu vya kufunga vioo vya gari. Asa watu wasielewa maisha nini? Watu wasielewa. Kioo cha mbele cha ice raba yake ilikuwa ghali sana kipindi hicho. Lakini kioo cha nyuma ice kitoka nje inakuwa na kioo kimoja na kiita chupa ambacho sio cha slide. Zile slide zilikuwa na frame yake zinanunuliwa Kenya. Kwa hiyo kile kioo kikija wanavua lile kioo la chupa lile. Alafu wanakuja tauni wananunua vioo vile viwili vile ambavyo taslide vinapita kwa na loki na reli yake. Kwa hiyo lile kioo lile la nyuma linatupwa na ile raba inatupwa. Mimi nikaja kugundua mchongo kwamba ile raba ile inafunga kioo cha mbele cha ice. Elewa. Kwa hiyo mimi nikawa napiga dili sasa. Sijaja kaole hapo, napiga dili natoka zangu town na kuja Mikocheni huko kwenye mayadi ya Mazurui. Kuna subboard mmoja alikuwa anaitwa Mazurui imeka hiyo analeta magari kwa wingi sana. Kwa hiyo mimi nakuja kule na zinunua zile raba buku, wengine wananipa bure, si hawajui mchongo wake. Afu mimi nikirudi sasa tauni kwa mwanangu Maxen nampiga 5 kwa raba pick up imelala namna hii ya biki. Hapo ndio nilipopata hela kujenga chumba changu cha kwanza kwa Kota. Hiyo ilikuwa inaitwa police post hiyo. Nje ukiona haijapigwa plaster kwenye madirisha kumewezekwa makuti, lakini ukifungua mlango ukiingia ndani sabufa kama lote. Itati mwanangu. Ya maana hatari deki ile kuingiza mkanda hivi ya kumeza. Hatari. Na meza moja hivi na miguu mitatu. Maisha yameanzia hapo. Wakati sasa hivyo vitu unajua kwa miaka 90 sio mchezo kwa baba. Hapo kama jipata hapo maana yake unajua. Baya sana. Baya mno yani. Geto la Ngwea ali. Kabisa. Ngwea mwanangu. Ngwea kaja kuimba juzi shatoka mvi. Kwa hiyo mimi naendelea na mishemishe zangu, lakini sasa wakati niko pale Kariakoo pale kulikuwa na bwana mmoja simuoni siku hizi, mshikaji anaitwa Arfani. Arfani alikuwa anacheza sana kaole na bwana mmoja anaitwa Kemi na binti mmoja dada yetu mkubwa sasa hivi mtu mzima Kemi. Yeah, of course. Artist mmoja mahiri sana hivi yani. Da Kemi yule. Black. Sasa yule Arfani yule alikuwa kama mpemba hivi. Yule alikuwa anakuja mimi kijiweni kwangu wakati naitafuta shilingi pale. Pale sikukuu na ndovu pale Gulf Glasses. Akawa anakuja pale, alikuwa na jamaa yake mmoja anamkuta. Sasa Arfani kila akija pale anakuta mimi na kijiji. Umekusanya na kijiji nasema nacho stories za kumwaga kutosha sana. Ndio Arfani kaniangalia, wao ndo wanafanya mazoezi sasa, yuko kaole wanafanya mazoezi hapa Langula jiji. Arfani kwa naimbo na kichwa hiki
mimi safari zangu nimeenda kuchukuliwa maskani zote mzee. Mimi nakuja kuchukuliwa pale, alfanya ananialika wapi? Ananialika Kaole. Mimi nafika Kaole, Mwenyezi Mungu amrehemu Bihindu alikuwa anajua mimi usalama wa taifa. Kila kiniangalia, huyu tumeletewa huyu. Sasa miaka hiyo ndio hapo katikati kulikuwa na watu fulani ndio walikuwa wameanza jamii sijui nakumbuka, ndio walikuwa wameanza kunania kusomba taka. Walikuwa wanaitwa Budege. Kwa hiyo mimi nilipoulizwa tu pale Kaole unafanya kazi wapi, kwa sababu ule mtaa ule Budege alikuwa anapaki chini kule ndio ilikuwa Gulf Glasses ya ndio mara ambapo mimi napiga vimeo vyangu. Kwa hiyo mimi nikamwambia bwana mimi nafanya kazi Budege. Kwa hiyo hicho kitendo Bihindu kikamshtua. Huyu Budege gani huyu? Mjanja. Akaja kachomekea hapa kuna nini? Kwa hiyo ndio naishi hivyo kwa mashaka. Pale sasa ndio nikamwambia bwana umekuja sawa mwamba, lakini hapa si nina mwamba yetu. Nani? Bwana Max Makanda Kolofinga. Hapo Max kashachana na Kaole, sasa yuko zake huko. Max anakimbiza, yuko na FM Academia. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo barabara kuonekana pale msumbufu, ikabidi Max Makanda Kolofinga aende akatafutwe, aje huko aje kukutana na mtu anaitwa Zembwela. Ilipozaliwa Mizengwe sasa Max na Zembwela. Mizengwe ya Max na Zembwela. Hapo katikati akaja kuongeza Kisa, akaongezewa na Kaniki. Hawa ndio nakuuliza, unajua walipo Kisa na Kaniki? Ndio swali lenyewe sasa hiyo. Kwa hiyo Mizengwe ilianzia pale. Hebu ngoje kwanza. Kuna kitu fulani nataka nikifanye hapa. Hapo kwanza. Kwa sababu umetupa story ya Mizengwe hapa. Mimi napiga huu wimbo wala dakika chache hivi. Alafu niambie una maana gani kwako huu? Huu wimbo bwana Mzenguza Viking anahusika hapo. Ndio. Umeona bwana. Hebu tuambie ukisikia huu wimbo wewe kwanza unakukumbusha nini? Kwanza wimbo kama huu na zinginezo zinazofanana na hizi mimi siziti zilipendwa. Mimi nazita zinazopendwa. Kwa sababu bado wapo watu wanaendelea kuzipenda. Mimi nikiwa mmoja hapo, na yule ni binti yangu wa kwanza yule. Leo nimeambatana naye hapa. Kajificha hapa, kajificha hapa. Sawa. Ugomvi wangu mimi na yeye akiingiaga kwenye hii gari anakutaga mimi nasikiliza kwa hiyo anatoa anaweka na kwake. Kwa hiyo huo ugomvi unakuwa mkubwa sana, unakuelewa lakini inabidi mimi nikubali kwa sababu mimi nyumbani sijakuta hata chuma la baskeli, sio mimi mwenyewe ndio nimeonekana kama nimekuja kubutua gombolea na kudura za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na mwaje tu ajidai. Mimi ni kizazi ambacho filigisi ya baba na paja la baba. Usiguse hiyo. Wimbo kama huu unanipa faraja kwangu kwa sababu pia watu wasielewa humu Zembwela anatajwa, lakini si Zembwela Mwimi. Ni Zembwela mtindo ambao vazi ambalo lilikuwa linatumika katika miaka hiyo ni Max. So, jina la Zembwela lilisababishwa na wimbo huu. Taarifa zinaonyesha kama ulikuwa unaupenda sana huu mpaka watu wakakupachika hilo jina la Zembwela. Ukweli mimi nilikuwa naupenda huu wimbo, lakini Zembwela ukiwauliza baadhi ya watu wa pwani na hasa wa Zaramu ni kutangatanga, kuhangaika ama tambalareki. Lakini pia kwa sababu vazi lilikuwa Maxi miaka hiyo na mtindo ulikuwa Zembwela. Naomba turudi baada mtapitia baadhi ya ujumbe ambao mtakuwa mnaniachia hapa. Kwa hivyo anasema huyu anaitwa David, anasema Zembwela babu namkubali sana, naye anakukubali pia bwana, bila shaka. David Nehemea bwana, ujumbe wako nimeuona bwana. Nimeuona na babu ameuona, amesema atadili na wewe akitoka hapa. Kwa atadili na wewe kwa YouTube. Kwa tuachane nao, au sio? Sawa. Ulikuwa unazungumzia kwamba Zembwela tambara la deki. Kwa baadhi ya niliwauliza wenyewe huko wakaniambia kutangatanga ama tambara la deki. Na mimi nimetangatanga sana kwenye haya maisha. Huo ndio kweli. Na vijana wasikate tamaa, bro. Sahihi. Nimetokea kwenye familia kwa lugha ya ukakasi zinaitwa familia maskini. Neno sana usiniache. Maskini sana. Nifahamu ukisikiza maisha yangu nilitoka kwenye nyumba kubwa kwa sababu tayari nilishapata baraka. Nikaamua kwenda kujitafuta ili nijenge banda nje, nikaliita police post. Fahamu vizuri. Kwa hiyo leo hii nikimwona kijana anakata tamaa huwa ananitisha sana. Tamaa vipi wewe? Hamna mtu aliyempigia simu Mwenyezi Mungu. Simama, songa.
mishale inavyozidi, kiza kinavyozidi kupambazuka kunakaribia. Hiyo ndio ilivyo. Siku zote usisema haiwezekani kabla ya kujaribu. Jaribu kwanza, kama haiwezekani itajulikana baada ya kujaribu. Mimi bro, ukiniambia sasa hivi bwana kuna nafasi za kwenda kuendesha ndege, mshahara milioni 100 kwa mwezi, shame nizuie, kwa sababu naweza kunikuta niko kwenye kiti cha pilot. Nitastuka kama siwezi kuendesha ndege, nitapouliza baadhi ya vitu hivi starter iko wapi. Lakini tayari ishaenda, ushajaribu. Unafahamu? Kwa hiyo maisha ni mapambano. Kimsingi ni aina gani ya silaha unazitumia kwenye kupambana na vita yako ni aina gani, mimi ndio hilo huwa nalizingatia sana. Lakini hakuna kukwita, hakuna kabisa ni kukubali kwamba imeisha. Hapana, mpaka iishe. Yani mpaka siku jeneza lako linashushwa kaburini hivi kwa heshima, hiyo ndio imeisha. Lakini mzee, wapo watu hapa katikati wameumwa tuliwakatia tamaa, na sasa hivi wanataka kugombania tena ugumu. Sahihi. Kwa hiyo hiyo ilikuwa safari ambayo ilikutanisha na Maxi, na huo ndo wa Zebwela. Jina la Zebwela ndo kama unavyoliona hapo liko limetoka hapo Makwizi, mtindo ukiwa Maxi. Kwa hiyo tukakutana Zebwela na Maxi. Lakini research ilivyofanyika zaidi kwa wachokoza wenyewe wenye Kiswahili chao wazalamu, akaniambia bwana Zebwela ni kutangatanga matambara deki, na mimi nimedeki vingi sana bro. Mpaka hapa nilipo. Yani yasayo kwa sababu pamoja na kwamba umetangatanga lakini umefanikiwa, basi tunasema hongera, maana ile pole tena itakuwa tukutia na simanzi. Ni kweli. Kweli mimi katika vitu ambavyo sijawahi kuvipenda sana ni pole, kama kwenye msiba. Sahihi kabisa. Anacheka sahihi kabisa. Of course ni kweli kabisa. Pole. Kama mtu tayari pole na kwa tunaanza kutia na simanzi wakati mtu tayari ameshafika somewhere. Kwa hiyo unajipata bado kujipata bado. Sasa mimi nimejipata bale psychology. Kuna watu wamejipata kina kansela huko. Wewe kila mtu anasafirisha mzigo na kila mtu anafanya kitu na mimi na wewe bado tunajitafuta. Ila tu tumeiona njia ambayo tunapaswa kuelekea. Hilo ndio tunapaswa kumshukuru Mungu. Na tunapaswa kushukuru. Yes. Hilo ndio lichokuwa. Sawa kabisa. Okay. Sasa hii nani hapa ndio imekuja unajua hadithi hizi huwa zinatofautiana. Kuna ambao mpaka wanafika hapo wanakuambia bwana mimi nilimuona mtu fulani nikatamani kuwa mwigizaji, lakini yao kwako ilikuja imekuwa tofauti. Watu wameona kusema hata huyu jamaa ana jambo tukamchomoa pap ukaingia pale. Labda utuambie ulipofika kwenye ile ushaanza kuwajua sasa waigizaji wa kwanza ambaye kidogo akaona kwamba okay, akaanza kukupa ile picha taswira kwamba unapaswa uwe kama hivi na nini, nani ambaye kidogo alikupa wale mshawara? Somebody Crescent Mwenga. Huyo mwongozaji, huyo bwana mwongozaji kitambo sana. Mtu mmoja hivi machachari mfupi hivi alikuwa anabeba ile kamera zamani ile ya chuma na mabati Betacam pia begani hapa kila sana isimulia. Yule bwana ndio alikuwa anatupa miongozo mingi sana, na unajua moja kati ya vitu vya kipekee sana ambavyo kwenye misingi yote ambayo mimi nilipata bahati ya kufuatwa na kwenda, alafu chombo ikatani, yani ikaonyesha thamani nikaole na huku kwenye mambo ya utangazaji. Nakupa mfano, mimi baada ya kufika Kaole nikagundua kwamba ndio kikundi pekee cha sanaa ambacho kilichokuwa kina misingi mikubwa kweli kweli, unaweza kusema kama Tasuba vile Bagamoyo. Kwa sababu hata asilimia kubwa ya viongozi na walimu na wanafunzi ambao walikuwa wako katika ngazi za juu Tasuba walikuwa wanakuja kutembelea, anakuja kutufundisha na kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo Kaole kwanza mlikuwa mkifika mnafanya mazoezi ya viungo, picha linaanza. Bwana. Hawataki uvivu. Rudisha akili hapa. Mkimaliza sasa ndio mnaanza sasa sanaa. Okay. Wote. Alafu mkimaliza sasa kufanya mazoezi ya sanaa kwa maana ya sauti, hizo gestures na nini na nini, ndio mnaingia sasa kwenye script. Kesho unaenda kucheza na huyu, unacheza na huyu, mtachezaje, mtafanya nini. Kwa hiyo kulikuwa na misingi yote ambayo ilikuwa inatujenga na inasimamiwa. Kuna viongozi kabisa, hapo viongozi wa ngoma, hapo viongozi hao hizo gestures, hapo viongozi hao, yani kila kikundi, kila session ilikuwa na mtu wake ambaye anasimamia. Kwa hiyo tulipigwa pale tukaiva, na ilikuwa ngumu sana kuweza kushindana kwa Kaole, isipokuwa chochote mtachoweza kushindana ni nani ambaye Mwenyezi Mungu ameongeza kipaji pale ndani yake. Lakini wote tulikuwa tuko level moja kwa sababu aina ni yote. Shukrani pia nakumbuka kwa kaka zangu Sumbi na Bocha ambao walikuwa
wanakuja kutupa mashavu sana. Vijana wa sasa hawajui, wanahisi Zembwela na Max ndio walioanza. Sumi na Bocha walianza kabla ya Aisha Bishanga, Richi Singo Mtambalike na Waridi. Yule alikuwa anaongea kwa hivi, anapenda kufanya hivi, yule ndo alikuwa Sumbi. Sumbi alikuwa mbamba, Bocha kidogo alikuwa mwembamba mrefu ana. Washajipata tena mbele ya safari kwa mashaallah. Washajipata kwa mbele ya safari kwa mbele ya kula kuku na uma na kisu tena tonge ndiye. Sasa mimi nataka tumzungumzie marehemu Max. Katikati hapa kuna watu niliongea na, kuna comedians niliongea na Mkwere, nafikiri sana nilizungumza na Mkwere kuhusiana na wale tunawaita natural comedians. Yani huhitaji kufanya kitu chochote, yani hahitaji kufanya kitu chochote, ukikutana naye tu kwanza unaanza kucheka kwanza. Baada ya nafikiri ya ule ile karakta yake ile ambayo inaonekana tayari ile taswira inakuwa imejengeka. Kwa hata ukikutana naye hivi unaweza ukaanza kucheka. Ni sawa na wakati mwingine nafahamu ile toyo unaweza kukutana nalo, mtu anaweza kukuona wewe Zembwela akaanza tu kucheka kutokana na matukio yako tu ambayo umeona, yani hujamwambia kitu anaanza kucheka. Na niliambiwa kuwa Zembwela ni kama pia, yani wewe ndi mtu pekee, Maxi marehemu, wewe ni mtu pekee ambaye ndio mlikwenda mkashabihiana kabisa, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana watu kuweza kuwa na yule jamaa na kucheza pamoja. Sijui wala unaweza kaanza kumzungumzia namna ambavyo yeye alikuwa na vile ambavyo wewe ulikuja ukaja ukamweza, na namna na uwezo wake pia ulikuwa ni mkubwa kiasi gani? Kwanza tuiweke vizuri, kipaji mtu akizungumzie. Umeona hivyo ambavyo umekuja umesema watu wanasema Max alikuwa hawezekani. Na ni kweli, kwa sababu mimi naingia Kaole Max ya kuwepo. Ndio. Na hii watu hawaisemi mimi naingia Kaole Max ya kuwepo. Kwa namna ambavyo nilivyokuwa na onyesha kipaji na uwezo wangu pale Kaole, ndio ikaja hii dhana kwamba huyu bwana tukamleteni Max. Sasa unapata picha hapo huyu bwana tukamletee Max. Kwa hiyo Max alienda kutafutwa ili kuja kumechi na huyu bwana ambaye tuko naye hapa Miayusho Kichizi. Umefahamu? Kwa hiyo Max alipokuja na mimi nikaja kugundua kwamba ikichuma kweli Miayusho. Kwa hiyo tumekutana hapa Miayusho Bitugu. Yeye anakwenda bana, wewe jamaa Miayusho kweli, na mimi naambia wewe Miayusho sana, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alikuwa ametujalia wote wawili freestyle, yani kutokuwa na kusubiri kuongea neno ambalo halichovunja hadhi ya mtu, kudhalilisha, kufedhesha, lakini litafurahisha, kusitisha ama kuendeleza kile ambacho mtu akitamka. Yani Mwenyezi Mungu ametujalia, naweza nikakuambia neno moja tu usiendelee kuongea na mimi. Au anaweza nikwambia neno moja tu wewe ukaendelea kuongea na mimi. Na naweza nikwambia neno moja wewe ukahisi kwamba uko katika eneo zuri sana tuendelee, wakati mimi natafuta point kutoka kwako. Umeona? Sasa hiyo ndio mimi na Max tulikuwa nayo. Kikubwa ambacho mwenzangu alikuwa amenizidi, Max alikuwa na uwezo kuvimisha tumbo, yani kujaza kwa kiwango kikubwa sana na kurudisha ndani. Hilo. Lakini katika namna ya kipekee Mwenyezi Mungu wote alikuwa ametujalia chacha yani maneno ambayo nzuri. Bana Max wewe. Max mwenyewe bana. Sasa ukitulia pale utagundua pale kuna RC, kuna Dubai, kuna AY. Ile tukio lilikuwa tukio gani? Kwanza ile pale Cholo sita pale. Sijui huyo anaonekana kama Msomali jamani, ni AY huyo, msimu kadhaa ilikuwa na Msomali. Hiyo picha hiyo kapi. Nakumbuka kulikuwa na mmoja anaitwa Sada. Kama nakumbuka vizuri hapo ukimpata hii nani walafu kuna mmoja kwenye familia kina Makei ukimpata atakwambia hii sio Boni mwenyewe, kwa sababu kwa hiyo time hapo itakuwa enzi za Boni hizo. Inawezekana. Inawezekana hapo si mastaa kubwa sana. Ilikuwa Mwanza hiyo. Ilikuwa show ya kulikuwa na hapo panaitwa Shiro Kufita, sio kulikuwa na hivi kunaitwaje hapo bwana. Ndio tulienda kuperform hapo. Sasa fikiria kipindi hicho au wasanii wa muziki ndio wako kwenye kilele, afu Vyuma, Max na Zembwela ndio tulienda hapo. Bwana miaka hiyo. Yani wote walikuwa performers, wote ni performers. Mimi na Max hapo tumeenda kwa ajili ya comedy. Hao wameenda kwa ajili ya kuimba. Kwa mnaanza nyie. Wewe
walikuwa wanapiga katikati, sisi tunakuja tunapiga Nasombeza na nini wanaendelea atikoneshi kisaa sana kipindi hicho. Usimwona Max amepiga fubu hiyo. Achana nayo jamaa. Huyo mali alikuwa mtata. Unaona vizuri tu. Anapiga kitambaa hapo alikuwa anapiga na Eleni. Fax Makanda Korofinga, Mungu amrehemu jamaa. Amina, kwa sababu alikuwa cha bobu fulani hivi, ni kweli. Alikuwa na Wazaire unasahau. Huyo alikuwa na Wazaire kina mule kina Joshua Sadati hawa. Wote huyo jamaa wanamjua vizuri sana Maxi. Chuma kimoja hivi. Kwenye uimbaji hakuwa ndani sana lakini Maxi kuwekeza sana lakini kuimba wakati anaoga na osha vyombo na bafuni kaimba sana hisi hata wewe nimechoka hakika sijiwezi unajitia bovu sisi tena mimi nayo umetoka hapo bafuni umeenda lakini wewe ndio kusema mbele za watu wakae wasikilize kama Alikiba si Diamond watu wanazao hapo ndo utagundua kuna space hapo hapo utagundua kuna gap hapo ndio sasa tuanze kuheshimiana sema mvivu wa kulima sawa. Sasa nilikuwa nazungumzia huyo bwana Max na namna ambavyo jinsi ambavyo mlikuwa mnafanya vile na ikawa inapendeza sana. Kuna kitu ulikuwa unaniambia hapo ni kama mlikuwa ni rehearsal ama nini, vitu ambavyo kama mlikuwa mnasema ni watu wa freestyle lakini vitu vilikuwa vinatokea. Mimi nakumbuka kuna igizo moja nililiona, hilo igizo lilifanya nikawa nacheka almost kila ninapolikumbuka na nikawa sasa mimi nawasimulia watu ambao hawakuwahi kuliona. Hiyo ilikuwa Max ni baba mwenye nyumba na wewe ni mpangaji, alafu yule bwana siku hiyo bwana akaja kudai kodi yake. Alipokuja kugonga anaanza kucheka tena. Alipokuja kugonga akakukuta wewe bwana unafanya mazoezi, na picha ya kwanza aliyokutana nayo akakukuta umesimama kichwa chini miguu juu kwenye ukuta hivi. Sasa ukashuka. Kwanza alikuwa anataka kujua level ya fitness uliokuwa nayo, kwa sababu pale ulikuwa unaigiza, ulisimama kweli kwenye ukuta hivi. Niweke vizuri hapo Jabili, kwanza mimi nimecheza Shotokan karate. Yani tuiweke vizuri hiyo na ile tuwajue kabisa kama wewe unapaswa kujua, kwa sababu hiyo anikope vitu vipo kwa sababu ya kuweka vizuri huyu anachokikumbuka. Kipindi hiyo nilikuwa ndio niko kwenye hicho kilele kizuri kabisa cha kufanya hayo mambo. Kwa sababu hata kipindi kile sema jamaa na mazoezi pamoja na kwamba anaigiza, lakini jamaa na mazoezi. Kwa hiyo bwana alikuwa amesimama kichwa chini miguu juu. Sasa bwana Max alipofika akamkuta mpangaji wenyewe ndo huyu bwana anataka kumletea shari. Sasa baada ya kumuuliza, si unajua ukitoka kichwa chini miguu juu unakaa sawa, kwa akamuuliza unasemaje, akasema baba wewe kaa tu baba. Sasa ile yani nilikuwa nacheka kiasi ambacho kila nikikumbuka nacheka. Unaona so vitu kama vile ndio nilikuwa nataka kujua, yani namna ambavyo mlikuwa mnaweza mkafanya ile creation, kwa sababu haikuwa ya kawaida. Kuigiza ni kitu ambacho mmekihamisha kutoka kwenye makaratasi na kukipeleka kwenye uhalisia na nyinyi kujivisha ule uhusika. Na comedy ni kitu ambacho mnakitoa kwenye makaratasi sasa na unakimeza na wewe ukifanyia presentation. Sasa ndio kuna hizo aina mbili. Kuna hizo utafanya katika namna ya maigizo, lakini utafanya ucheshi wima kwa maana ya stand up comedy, kwa maana ya kuongea tu kwa mpangilio wa maneno. Sasa ukichanganya hivi vyote viwili ndio unakuwa na freestyle sasa, ambayo mimi na Max ilikuwa nayo, kwa sababu wakati mwingine sisi tunafanya stand up comedy. Tunasimama na kufanya ucheshi wima, alafu baadaye ndio tunaendelea na ucheshi wa kuigiza. Tunakuwa tunaigizo. Sasa tulijaliwa hilo na watu wasi bwana leo unajua mimi sipendi sana mambo binafsi kuingia ndani hivyo ya mambo binafsi lakini anyway, kwa sababu ya kuwatia moyo vijana, marehemu Max alikuwa sio mzuri kwenye utunzi kabisa. Kabisa. Yani kwenye utunzi hapana. Ila mtengenezee pati ya kucheza. Mimi Mwenyezi Mungu amenijalia vitu hivyo vyote viwili. Na hiyo utunzi na mbunifu na mbunifu na mchezaji.
Sasa nilichokuwa nakifanya wakati tuko kwenye kituo ambacho kilitangaza sana ITV, nadhani sio makosa kukitaja kwa sababu ya bila shaka kumbukumbu ya legacy kwa wiki mimi ndio nilikuwa natengeneza kipindi kimoja. Kwa mwezi nilikuwa natengeneza vipindi 4. Sasa napiga kwa mwaka na kwa miaka yote ambayo tumekaa pale. Mpaka Max anaondoka, mimi ndio niliyemtengeneza Masele, Mkwele, mimi ndio niliyomleta tena Bi Kiroboto, mimi ndio niliyomleta tena Smaku, na mimi ndio niliyomleta tena marehemu Mzee Matata. Hongera sana. Hizo zote namba hizo. Na wote wamekuja kwenye mkono wangu na nimesimama nao. Nimesimama nao, nikasimama nao katika nyakati ambazo Max anatangulia mbele ya haki. Watu wengi walisadiki mimi napotea kwenye ramani. Yes, wengi walijua hivyo. Sasa tuweke vizuri hapo japo. Kwa nini sikupotea kwenye ramani? Kwa sababu mimi ubora wa Max katika ucheshi ulikuwa una nyuma yake kulikuwa na master ambaye anaandika sahihi anacheza na huyo ndio bwana mmoja anaitwa Zembwela. Okay. Engineer. Okay. Umenifahamu Sasa ilikuwa sio rahisi mimi ndio niandike alafu mimi ndio nijiweke stereo. Sahihi. Kama ambavyo ulivyoona kwenye mizengo. Ile ilikuwa mizengo ya Max na Zembwela. Hata ambapo Max ametangulia mbele yake, nilipokuwa na Mkwele, nilipokuwa na Matata, nilipokuwa na Masele, wote hao. Baadaye nilikuwa na Kibena yule ambaye baadaye aliondoka. Wote hawa ukiangalia mimi siwezi kuwa sterling kwa sababu mimi ndio main character wa kuchora ule mchoro wenyewe. Yani lazima ni wewe utapita hapo utapita. Ila siri kubwa ya mafanikio mengi ya comedy ambazo nilizokuwa nimezitengeneza, naomba leo niiseme itawasaidia vijana. Ilikuwa vitu vingi nahamisha kutoka katika maisha halisi. Yani maisha halisi kabisa, yani matukio yaliyotokea mimi ndio nilikuwa nayaandikia. Na asilimia kubwa ya maisha ulikuwa unaishi wewe mwenyewe na walionizunguka. Sawa. Utusisahau mimi nimetokea kwenye familia duni sana. Kwa lugha ya ukakasi tunaziita familia maskini. Mimi mwenyewe huko kuna sarakasi nyingi kweli. Mimi nyumbani kwetu kulikuwa kuna mtu anaitwa Mkungu, afu nilikuwa nalinda. Ukiangua unajua unaweza kutoa mbio mpaka kwetu. Mungu leo hii ukija kuziangalia zile Mungu zina thamani gani? Hiyo nilitokea kwenye hayo maisha. Magomeni. Mimi sijaja Dar es Salaam ambapo hamna sehemu ambayo inaonekana basi la aina fulani lilinileta hapa. Mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, nimejitafuta hapa, naendelea kujitafuta hapa. Mwenyezi Mungu ikimpendeza inshallah nitakuja kujipata. Kwa hiyo mimi nawaambia vijana hakuna kukata tamaa. Haipo. Marufuku kukata tamaa. Msingi hiyo wakati wa kulinda kungu hiyo ndio wakati wa nunda kidogo. Watu wanasema bwana jamaa lakini kidogo alikuwa nunda kidogo. Yaani sio mtu wa mzaha, yani sio kumchezea tunasema. Sio nunda kidogo. Sio Mwenyezi Mungu na mazingira. No. Unajua kuna watu wanafanya hizo carrot na nini? Alafu ni wapole mzee. Ushaelewa, lakini kuna mwingine anakuwa tu nunda. Kuna mwalimu wetu mmoja wa mazoezi yuko kule Temeke. Watu wengi wanamfahamu. Wanamuita Kambarage. Anaitwa jina lake anaitwa Kambarage. Huyo jamaa yani ukikutana naye anafanya mazoezi unaweza ukasema kipondo ninaweza kuchukua hapa rafiki yangu. Unaweza nikakutwa mifupa. Lakini jamaa bwana mpole sana bwana. Hadi mtu fulani peace kabisa yani. Unajua kwa hiyo hizo vitu zipo. Ila ununda na nafikiri mimi courage ndio lilizoifanya katika vitu vilivyonibadilisha. Ni pamoja na hayo mazoezi ya courage. Kwa sababu huwa wana pitch sana discipline. Na hatari ya ule mchezo ni kwamba unajua kabisa kwamba hili nikifanya anakufa huyu ama naenda jela. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajipa nidhamu ya maisha yako. Alafu na mchezo wenyewe ni mchezo wa nidhamu. Kwa hiyo hilo la kwanza courage zilinifanya nibadilike kitabia. Mengine nitakwambia tatizo la pili kwa mazingira. Kuondoka Magomeni na kuhamia Kimara. Kulinifanya wale makamu wangu wote ambao niliokuwa nao ambao wote pia
tulikuwa tunafanya mwanangu yupo unajua kuna baadhi ya mambo inabidi nisikie. Nakuelewa. Kuna aina fulani ya utundu ambao miaka hiyo ilikuwa ni ujanja. Kwa lugha nyepesi kukuchukulia. Tumie neno hilo. Ndio nilikuwa nataka nije hapo. Haya maisha yamefanyika. Sasa mimi nilikuwa nataka hapo utuambie namna ambavyo hii kutoka kwenye zile sarakasi zako zile za achana na masuala ya kuuza mpira na nini, namna ambavyo sanaa, unajua wakati mwingine sanaa huwa ni sehemu ya watu kuescape vitu vya hatari ama vitu vya ajabu zaidi, unajua yani watu wengi tumewashuhudia na iko dunia nzima, yani kwamba sanaa inakuja na mtu sehemu moja, ukiambiwa bwana huyu jamaa alikuwa ni mtu hatari na nini unashangaa na vitu kama vya unaweza kuisimulia kidogo. Kweli sanaa imesaidia kwa sababu kama ningekuwa naendelea kuishi maisha yale ya mtaani bila shughuli yoyote ambayo tulikuwa tukiamini kwamba huenda nguvu na ujanja peke yake ndio vinaweza vikakusababisha wewe kupata kipato, kwamba kwa nguvu zetu tutapata kipato kutoka kwenye mwili wa Jabiri, kwa ujanja wetu basi tutapata kipato kutoka kwenye nguo ulizozianika na vitu vinginevyo kwenye kamba na mazingira yanayokuzunguka. Kwa ujanja huo maisha hayo yangeendelea tu, yangekuwa mabaya, sahihi. Asilimia kubwa ya wanangu ambao kidogo tulikuja tukastuka kuna maisha hayana safari, wameondoka hawapo Dar es Salaam, wako katika nchi mbalimbali, na wengine wametangulia mbele ya haki kwa wale waliendelea na ile pesi, na huo ndio kweli. Wengine walipotelea jela na vitu vinafanana kama hivyo, kwa sababu tumezaliwa huko kwenye hayo maisha wakati wa giza nyakati hizo. Sisi unajua ni kizazi cha dhahabu, sisi ndio kizazi cha Nyerere, Mwinyi, Mkapa na wengine wote. Sisi ndio kizazi pekee ambacho tukiondoka season zote umeishi. Season zote sisi hatujakalia port, sisi tumepangwa kwenye miguu ya mama kwenda haja. Hatujatumia kabisa Pampers. Kizazi ambacho kilichotumia nepe na pini. Uweze kushinda na haja kutwa nzima. Ndio maana siku hizi mna tabia mbovu nyingi. Wasamehe bwana. Hichi kizazi cha dhahabu. Umeona? Tumepita huko. Kwa sanaa ilikuwa ni moja kati ya maeneo ambayo yameweza kutubadilisha kitabia, kwa sababu safari ya mwisho kabisa utundu tulikuwa tunafanya tukimaliza tu kutoka kwa wale, unajua utundu wa uishagi moja kwa moja unaenda taratibu, unaisha kama vile homa. Tulikuwa tukimaliza mazoezi pale tunaenda Kigogo pale round about, tunakaa pale mpaka mida 7, 8, 9, 10 tunarudi tena Magomeni. Kwa hiyo hapo katikati tunamalizia utundu kidogo. Nakuelewa mzee wangu, nakuelewa vizuri. Na hivyo umri pia na nyoka sogea, nyakati zikaenda, sasa hii imetosha. Imetosha. Na sanaa sasa inakufanya itoshe kwa sababu jina sasa linakuwa. Kwa hiyo yani hata ukiwaambia watu bwana nina 3000 nitafutieni Zembwela, dakika 10 nyingi mtu kashakutaja huyu huku. Sijui umenifahamu sio kwamba uweke dongerono 3000 mtu na 3000 nitanunua hata maziwa anakutaja. Kwa hiyo inatubadilisha pole unaona sasa hivi tena hata nitumtia singi huyu akisema tu nimetiwa singi na Zembwela asubuhi tu mimi nimeisha. Tulikuwa tunatumia neno hilo si zamani, sio ukamatwa sasa nimeisha. Kwa hiyo sanaa imetubadilisha wengi tu kwenye tabia hizo. Tukutumii sio peke yangu, watu kwetu tulikuwa wengi kwa kweli. Sasa siwezi kutaja kwa sababu sio shughuli yangu kabisa. Sahihi. Wale sawa, jambo la kumshukuru Mungu sana. Okay, sawa. Wewe uko nasi sasa hivi, unaweza ukatufuatilia pia kupitia YouTube EFM Tanzania na TVE. Wote tuko live hapa. Babu Zembwela anatupa hadithi ambazo kusema kweli zinaweza kukufunza sana kusema kweli, na zinatupa namna ya kuweza kuyajua maisha kiundani zaidi, na kuna vitu vya kuacha, kuna vitu vya kuvitafakari kabla hujavifanya na mengineyo. Sasa hapa Mark ni hayo kule YouTube. Huyu ni Wagoba Dar es Salaam, anasema Zembwela tumeishi naye Magomeni Mtambani kwa mzee Kunambi. Kitambo sana. Mzee Kunambi unamkumbuka wewe? Mzee Kunambi namkumbuka, alikuwa mjumbe wa maeneo. Okay. Ila sasa sio Mtambani. Okay. Ni Magomeni Kota. Magomeni Kota. Mzee Kunambi alikuwa mjumbe wa Magomeni Kota, ila Mtambani ni mmoja kati ya maeneo ambao ya kujidai naenda kufanya utukutu.
Okay, sawa. Anaitwa Changinge Juma, anasema lipo somo kubwa sana kwa sisi vijana kutoka kwa Babu Zembwela. Maisha ni mapambano. Hakika kabisa, wamezungumza sahihi. Eddie King anasema mwambie Babu dabi imeghairishwa huku. Mambo ya Simba na Yanga leo. Oga. Okay, sawa. Huyu anasema muulize Babu Zembwela urafiki wake na Musa Hussein ulianzia wapi? Sawa, hilo swali tuliweka hapo. Nachojiuliza ni kwa nini hapewi heshima yake. Anaitwa Abdul Aupe. Abdul, sasa hapa tunachokifanya leo ndio hizo sehemu ya heshima. Yaani hichi kipindi tumekifanya kwa sababu ya heshima yake. Kwa hivyo labda next time akija tumuandalie kawadi ambao hatujafanya hivyo. Na labda liwe swali kwake pia. Yeye anafikiri apewe hiyo heshima anayostahili. Nilijibu sasa hivi. Utalijibu. Tuliweke pembeni. Okay, swali la heshima. Okay, sawa. Haya, Abdul, sawa, swali lako litajibiwa. Samir Mswahili, bwana huyu bwana Samir Mswahili ni rafiki yetu wa karibu sana. Na huyu bwana yuko zake Italy huko, lakini amekuwa anafuatilia sana. Bwana Samir Mswahili anasema yeye amefurahi anasema Zembwela bwana Italy alikuwa anaimba wakati anaoga au anaosha vyombo, amecheka tu hivyo. Kwa hiyo shout out kwako bwana Samir Mswahili. Bano Fashion anasema Zembwela chuma cha Mjerumani, mwite man and half. Bano Fashion aka mwanangu mwenyewe director Majagi. Sawa. Uwedisha sana bana director Majagi. Okay, Abdullah Upe anasema halafu kuna mtu anapewa tunzo ya game changer. Abdullah na hasira sana. Abdullah anataka kuna heshima fulani anaitaka. Sawa Abdullah, tutaizungumzia. Hamis Bilali anasema niulizie kwa Babu role model wake alikuwa nani wakati anaanza sanaa ya uigizaji. Nafikiri tumeizungumza hapa, kuna namna ambayo tumeshaizungumza. Ni tofauti kidogo. Kwake hadithi yake nyingi za kufanya mambo mbalimbali. Watu wanakiona kilichokuwepo ndani yangu kabla ya mimi sijamuona kumwiga. Kwa hiyo wakija kunichukua wanaenda kukuta kile ambacho wamekihisi kipo ndani yangu kina ukubwa ule unaostahili. Okay. Sasa wewe alikuwa na mentors kuliko role model. Ana mentors ya sure, umezungumza sahihi. Samir Mswahili anasema maendeleo ya media ni muhimu sana kwenye tasnia yetu, muhimu kuzingatia maendeleo bila kujali na kuwa na tofauti kati ya media na media. Salute Kuvi, hatua kubwa. Okay, salute na wewe kwako pia kwa ajili ya kuweza kutujoin hapa. Alafu anasema okay. Okay, sawa. Anasema bwana huyu mkubwa, yani wewe sasa ni mpenda haki sana. Akipata ubunge huku mbele huku sitaki kuendelea huku. Makidogo kazungumza maneno ya ghadhabu. Lakini ni kwamba anakusupport. Anasema kwamba ni kama vile anamaanisha ukipata ubunge alafu mtu akija akikuzingua yeye ndo ataingia msituni. Yani yeye. Kwa hiyo huyu bwana ni shabiki yako na maana kindaki anaitwa Lupalila Mwalufuna. Sawa, ingia YouTube EFM Tanzania hapo alafu utatueleza kile ambacho unataka kutueleza. Tuko live hapa na the one and only Zembwela. And shout out kwa MC Kibaba. Zembwela alikuwa analeta utata kwenye daladala zinazokatisha ruti. Sawa, utatuambia. Sasa labda tuanze na hili la ambalo Chizo hapa aligusia hapa. Akasema kwamba unadhani ni kweli watu hawakupi hiyo heshima ambayo jamaa ameigusia hapa mpaka ana ghadhabu kidogo. Anasema kama upewi heshima unastahili. Huenda mimi sio wa kwanza. Kuna watu wamestahili heshima na hawajapewa, na isipokuwa bahati kwenye nchi yetu watu wanaweza wasihakikishe wanapata matibabu, lakini wakaweka msiba wiki 2 wakichinja ng'ombe 200 baada ya kufa. Wakaenjoy kabisa. Wakaenjoy sana, piga muziki sana. Hakuna Mungu kama wewe. Amerudi tena kwako. Akati wale ng'ombe 200 walitakiwa ng'ombe 6 tu wewe upone. Kwa hiyo katika hilo mimi niliache tu, kama wanaona kwamba heshima mabadiliko ambayo tumeleta kwenye jamii, kwa sababu labda walitaka sasa hivi niona historia ya makovu mengi afu nishafungwa jela sana. Nikae kwenye radio hivi nikiwa nasimulia jinsi nilivyokuwa jambazi. Stories za baadaye. Wangezipenda sana stories hizo. Lakini kuswitch kutoka katika utukutu na kuhamia upande wa pili, kufuata miko na maadili, taratibu za kijamii, kutii sheria bila shuruti, na kuambia vijana kwamba bado unaweza ukawa unapita kwenye njia hii hapa na ukachepuka ukarudi kwenye njia kuu, alafu ukawa kioo pia kwenye jamii. Kwa hiyo mimi
Sidhani kama niko radhi kuliweka wazi hilo kama napewa heshima inayostahili ama la, kwa sababu mimi huwezi kuamini watoto wajuzi tu hapa wanaweza ukawa challenge kidogo kwa jambo analofanya hasa comedy. Alafu mtoto mmoja kaenda kwenye page yake Instagram kwa sababu ana followers wengi, alafu akakukosoa yani. Tena sio kukosoa kwa maana ya anaonyesha heshima, anakukosoa kwa maana ya anakukosesha adabu. Anakukosea adabu. Anakukosea adabu kwamba unachojua lolote. Au wewe zama zako zimepita. Kweli la. Naziona Miko tungekuwa tuko nje ya mic ingeongea neno ambalo aliendani na Miko ni waelekeze. Iko hivi. Yaani kabla kiatu, amini Mungu Jabiri. Mwenyezi Mungu aliumba mguu. Kweli. Waliotengeneza kiatu hao walikuja kuitafuta shape ya mguu, hakukitafuta kiwiko wala kiganja. Ndio maana kiatu kina shape ya mguu. Kwa hiyo niwaambie hawa watoto wachunge ndimi zao, kwa sababu kabla ya elimu Mungu aliumba akili. Alafu akili ndio ikaenda kugundua elimu ili tuweze kulipana mishahara kulingana na kunyimana maendeleo. Ndio kazi ya elimu. Hapa umezungumza moja ya vitu vya msingi sana kuhusiana na hawa vijana ambao hata wakati mwingine pengine unaona tunapoanzisha topic kama hizi baadhi yao hudhani kwamba wanaonewa wivu, labda maybe kwa sababu ya mafanikio na vitu kama hivyo. Mimi nilikuwa nazungumzia namna ambavyo pia hata uchekeshaji na nini. Tumeona tumezungumza habari za kina Max hapo, namna wewe ulivyokuja mtu akaja akakuchomoa tukaona huyu jamaa na kitu na nini. Kumekuwa na sasa hivi kuna comedians wengi sana, lakini ukiangalia kabisa baadhi yao, tunasema sio wote, hawakidhi vile vigezo vya kuitwa kwamba huyu ni comedian. Wanabeba na mitandao na nini. Lakini baba zao, mama zao walikuwa wanakaa foleni kwenye nyumba zenye TV. My friend, mimi nimeanza kufanya comedy TV ya chogo ujue. Naenda kununua TV haina sauti mpaka ndio kifaa kilikuwa kinaitwa Crystal sijui nimekishika mpaka leo. Unakuja kusomea TV. Hiyo kipindi ilikuwa mbinde hiyo. Mtoto mdogo tu kaanza kujitengenezea page yake Instagram. Kama TV nini kaweka kifua juu, siku 2-3 kaenda kajitengenezea jukwaa pale, apata followers wake 200,000, anakuja kukaa chini, anakosa adabu. Kuna watu huko wameanza kuchekesha kina marehemu mzee Pembe ujue. Kina Pwagu na Pagozi, my friend. Watu wanafagia kwenye radio. Leo hii tunakuona yani unatulazimisha tucheke, uchekeshi wa kawaida. Mimi nikiacha kazi nifanye kazi, niache kazi nifanye kazi. Yani sasa bwana, hebu ngoja kidogo watoto tukaziane sasa msuri. Mimi nakimbiza mpaka bosi zao. Sahihi. Hilo sahihi. Kwa sababu mimi nafanya kazi hiyo watu nawachekesha katika nyakati ngumu. Manufaa mzuri. Hawa watoto hawajui duka la kaya, hawa watoto hawajui mahindi ya njano, hawa watoto hawajui shilingi nyekundu, hawa watoto hawana chochote wanajua. Mimi nimevaa nguo ndani vipi mzee? Kikatika unaikuta huko kwenye kidani. Sasa boxer rafiki yangu hapo anakuja naongea mbele yetu kirahisi. Wamerahisishiwa kila kitu. Unadhani Zembwela nini hasa kinakosekana kwenye hawa vijana ambao wakati mwingine wanakuwa kama hivyo, wanakuwa wabishi lakini pia wanatumia hizo nguvu, lakini ile natural comedy haipo. Yani unaona kabisa kwamba si tunahitaji kuendeleza hiyo game kwa sababu ndio sehemu za riski pia tunaweza kulingani. Lakini nini ambacho wanakikosa hasa? Wanakikosa ni kwamba kila kitu kina msingi. Mimi nimekwambia pamoja na kuonekana na kipaji nilipelekwa Kaole nikakuta misingi jinsi ilivyo na nikaongezewa pale namna ambavyo ya kufanya. Tunafanya hivi, tunafanya hivi, tunafanya hivi, tunafanya hivi. The same kwenye radio. Mimi nimekuja kutoa maskani mapambano. Naendelea na mambo yangu ya kidunia na mwanangu Musa Hussein. Musa Hussein kila siku akija ananikuta niko na halawi pale mapambano. Sinawaka sinazimika. Umeona bwana watu wanakimbia mazoezini, wanarudi wafanya mazoezi, wanarudi sinawaka zinazimika. Maisha yanaendelea. Lakini mbona humo kuna kitu bwana pamoja ndio ngoma ngumu yani wale wa usiku majambia wote mbona akija anamsikiliza bwana? Hapo bwana mbona ana hadithi kubwa sana, hadithi za mtaani, yani ana maisha yote na anaweza kaiswichi. Mimi nachukuliwa na Musa Hussein naenda kufanyia utambulisho East Africa Radio. Asante sana, saluti sana kwa dadangu Regina Mengi. Asante kwa uongozi mzima wa East Africa Radio na East Africa TV. Pale ndio wao kwa gharama zao. Bwana huko watu endagi tu kichwa kitu. Kama ilivyotokea Kaole. Huko kuna taratibu zake, kuna ethics, kuna miiko, kuna taratibu, lazima ukae hapa.
Kwa hiyo bwana, sisi tunakulipia, ingia hapa. Hapa ndipo utapopigwa brush, hapa ndipo utapopewa miongozo, hapa ndipo utapoambiwa tunaendaje hewani. Mimi nimekuwa anchor bro kwa miaka 6. Mimi nimeendesha vipindi peke yangu kwa miaka 8. Mimi ndio DJ, mimi ndio presenter, mimi ndio nasoma matangazo. Watu wanajua, ndio maana bwana mdogo anauliza unadhani unapewa heshima unayostahili? Mimi sielewi na wala sitaki kuiomba, lakini ukiangalia ni kwamba misingi mizima yote wanayokosa hawa wakitoka mahali ambapo wanaamini kuna kipaji, hawapiti kwenye mikono iliyokuwa salama na sahihi katika kuwapa miongozo na taratibu. My friend Jabir, hapa tumeongea muda mrefu sana, nadhani sasa hivi tunaenda kama masaa 2. Kwa ukitokea mtaani tu ukaja ukapewa hii mic nusu saa nyingi, kabisa wako hapa kabisa ni sahihi. Nusu saa nyingi. Na kuna watu siona wamekaa hapo kwa na console hizo na yani ni poa. Bro, hapa kuna elimu ya kabisa. Na uwezo ukaipata kwa sababu wewe maarufu. Na uwezo ukaipata kwa sababu wewe tu una kipaji. Hapana, lazima ukae chini ya misingi. Lazima ukae darasani. Lazima ufundishwe. Lazima upate miongozo. Kwa hiyo leo hii hawa watoto, mimi ninachokiona bahati yao nzuri kwa sasa ni kwamba mitandao inawapa platform, inawapa jukwaa la kupata riziki. Yaani sasa hivi hata wewe Jabir ukiamua unaweza kuwa comedian. Unavua shati, unafunga msuli, unatoka bio. Kweli ndio inavyokuwa hivyo. Unamwagia mafuta ya nazi vipimo viwili. Ukifika mbele unajigagaza. Unanunua unga nusu kilo, anapikia mtu kaushika kwenye sinia, unaukumba na kumwagia wewe unga. Taua! Na mwili wako baba. Chafungua peji yako hiyo. Follow yao. Kwa hiyo mimi ninachokiona kwao ni kwamba wanahisi kwamba comedy ni kitu rahisi sana. Ni kitu kigumu sana ambacho pamoja na kuandika, wenzetu kwenye mataifa yaliyoendelea huko wanakifanyia research kubwa sana. Na wana timu kubwa. Yule Mr Bean bro unayemuona, mpaka unamuona pale anafanya miming comedy ile, aongei wali na unacheka. Bro, ukiona timu yake ambayo inaandaa hiyo kazi, huwezi amini mzee. Huwezi amini, na vile vitu vinafanywa mazoezi kabla. Kwa hiyo vijana, mimi kwanza nawakubali kwa sababu vijana wana testi zani na wanatoboa. Sisi tumetokea kwa familia maskini, tuko wengi. Bora serikali hivi yani inatoa chaacha kidogo, kuna baadhi ya maeneo tunapenya. Kinyume na hapo unaweza kukutaba kuna mtu katika kundi letu huko angeshampiga risasi labda hata nani msaidizi mlinzi wa waziri. Si unasikia watu wanahama kutoka upande mmoja wanahamia upande wa pili, hapo keshikutwa ukikaa unasikia bwana kuna Watanzania wameonekana wakina Ali Shaba buta malizia wewe. Umeona? Lakini hao ndio kizazi chetu sisi, kilikuwa kikao tukutu. Tumeona hapa juzi kati. Vijana hawa ambao hakupewa milango ya kutoka upande wa pili, tuliona Kibiti ilivyokuwa yote. Kweli. Wale wametoka India, vijana wa Tanzania ambao wameshakaa sana maskani. Alafu karibia kata tamaa, ndio akina sisi sana funguliwa mlango. Usikate tamaa, pita huko. Na umeenda mule na adabu zako, sasa unaelekezwa, umeona Sasa acha usela nondo. Usela uweke pale mezani, kuna taratibu zake ili uingie kwenye mfumo. Taratibu zake ni vipi? Kwanza uwe na taratibu ya kuamka asubuhi, upige mswaki, uoge, uchane nywele. Hapa tuvai suruali katikati ya makaribu, unafika. Ukifika hapa, unaweka kidole hapa. Hii maana yake ni kwamba umesaini. Ukiingia hapa ndani kuna utaratibu, kuna A, B, C na D. Sawa, umeelewa taratibu? Hasa hapa tunakutoa. Hivi vitu vinaendana na shule. Kwa hiyo utausulia hapa. Unaanza hapa, ukimaliza hapa tutakulipia hapa, ukimaliza hapa tutakulipia hapa. Sasa uko tayari kwenda hewani, hapa utaanza na huyu. Kwa hiyo mimi nakuja Jabiri, mimi mtu wa kwanza kwenda naye hewani Musa Hussein. Na ndo uliulizwa hapa kidogo swali ile tunaliunganisha. Huyo unajua mnafiki, unaenda kuuliza mimi nimetoka wapi na Musa Hussein. Mimi na Musa Hussein tuko tunafanya wote mazoezi mapambano. Yeye anatokea radio, mimi natokea maskani. Ndio hapo kulikuwa na mtu anaitwa Alawi. Hapo kulikuwa na mapusha zaidi ya 6. Sasa umeelewa? Kwa hiyo huyo anakaa ile hadithi ya bangi, hadithi ya shisha, hadithi ya kumbe hakuwa kwenye hiyo nini? Hakuwa katika hiyo kumtafuta Musa Hussein. Alikuwa anakuja kwenye utukutu. Anajua sana huyo mwanangu. Hamna. Hawa sio watoto wa Gen Z. Wao wanakuwa wamepata stories. Wamepewa story. Zamani ilikuwa ngumi kunasia. Jamaa bwana zamani ilikuwa akitoa irudi. Kwa hiyo sasa anataka kuonekana anakujua. Alright. Anakuja kukujua ushabatizwa. Ushabadilika. Ushapewa msikiti imam. Tule. Story hapo na pengine hii hadithi ndio moja kati ya hadithi ambazo ni za kufurahisha pia.
wakati ambao nadhani sasa wakati wewe unaingia pale East Africa, right? Wakati unaingia pale nadhani mimi ndo nilikuwa napambana aidha chuo, lakini nipo kwenye mapambano haya tayari nishakuwa najua na malengo yangu ya kutaka kuingia kwenye media na utangazaji na nini. Tukaanza kukusikia pale na ilikuwa ni hadithi fulani very interesting kwa sababu bwana Zembwela kama mtangazaji unajua. Kwa hiyo tukaanza shauku kutaka kukusikiliza. Alafu pili nakumbuka nature ya kile kipindi ilivyokuwa na muda wake, ndio kitu ambacho kilikuwa interesting kidogo pia kwa sababu vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzika pale, kwa sababu sisi dream zetu wakati tunafanya ya mambo ilikuwa ni vipindi vya entertainment, lakini ukao umeingia pale na ukaleta hiyo challenge. Kwa hiyo discussion ambayo nilikuwa nao na vijana zangu kwa bana, kumbe kuna vipindi vya aina bana, sababu jamaa akaja kaingia akafanya hivi, tukawa tunaulizana wewe unaweza, kwa sababu wewe vitu unavyojua Tupac, 50 Cent, Biggie na nini utaweza. Kwa hiyo ilikuwa ni challenge kwetu, tulikuwa tunakusikiliza sana. Na nakumbuka ugomvi wako mkubwa ambao tulikuwa tunacheka na wakati huo ni hiyo kwamba ulikuwa unawapiga sana mawe vijana ambao nafikiri ulikuwa unabishana nao, wewe kwa nini umevaa suruali chini ya makalio? Kwa sababu kwa kinaingia kipindi cha entertainment pale. Kwa hiyo tulikuwa tunacheka sana. Kumbukumbu zangu ziko vizuri bado. Kwa hiyo ilikuwa ni ile challenge. Maybe unaweza ukaanza kutuambia ile hali ya kupewa lile jukumu, kwa sababu wakati ule tayari kulikuwa kuna media ambayo iko powerful na ilikuwa na kipindi very powerful, nafikiri tunakifahamu wote, na wewe ndio umeingia pale. Na kipindi kile pia kilikuwa kwa sababu wewe unapotoka unawaachia wenzio ambao pia nao wanakuja wanapambana na ile kazi kule kwa hiyo na mpambano ulikuwa mgumu pale. So unaweza ukatuambia lile jukumu na ile hali ya kutoka huku mpaka unakabidhiwa jukumu zito, maana ile ilikuwa ni jukumu zito pale wakati ule. Yes. Kama unakumbuka mwanzo kabisa nilikwambia hapa nimshukuru sana dada yangu Regina Mengi, ambaye ni MD, managing director pale nilipokuwa nafanya kazi sio East Africa Radio, East Africa TV. Mimi kichekesho ni kwamba mimi nilialikwa kama mgeni. Yaani Musa Hussein baada ya kuona ninafahamu vitu vingi sana vya kijamii kila ninapokutana, alafu na kundi la watu ambao wamekata kamba, mimi nawarudisha zizini kitani hiyo vile ambavyo viwezekani, yani hapa lazima ikamalizwe polisi na mtu labda aende jela au hivi, mimi navimaliza kabla havijafikia katika maeneo. Umefahamu? Kwa hiyo usikaona huyu mtu mbona kichwa chake smart sana na vitu vingi yani ambavyo jamii inavihitaji. Kwa hiyo mimi nilialikwa na nilivyoalikwa ukawa kuna kama hiyo bro aliongea kwamba bwana DJ bwana utamhitaji tena. Kwa hiyo nikahitajika tena na tena. Kitu kizuri kilichotokea ni kwamba MD alikuwa anasikiliza, kanoti kwamba mtu mbona ana IQ ajabu namna. Ndio bwana mnamuomba huyo mtu bwana uko tayari kufanya hii kazi? Kama niko tayari, lakini sasa ina misingi yake. Kwa hiyo mimi nitagaramia kila kitu, kwa hiyo kupita katika misingi ufundishwe, usome, alafu wakati ukifika ndipo tutakukabidhi saa mtu wa kuingia naye studio na kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi naanza naenda na kurudi napewa iko 50 ile. Bwana. Iko 50. Lakini sasa kuna mtu hapa kajitolea anatoa hela zake wewe kaida hasani. Sure. Alafu mimi sasa nunda ujue. Nimetokea huko yani. Huyu anamna kitu kichwani ile naona mtaa ndio maisha sio. Mtaa umejaa vitu. Bwana hebu ngoja test na huko kwenye system kukoje. Kwa hiyo pale ndani ni kama chuo ujue pale East Africa. Mwangalie mtu yote ambaye amepitia East Africa kama ITV. Kanyoka. Sasa kanyoka kwa sababu kuna utaratibu, ndio kituo pekee ambacho ukifika umesahau kitambulisho nyumbani, hata kama unakaa Chanika Pro utakifuata na utakifuata na utakutana na memo. Umenifahamu? Kwa hiyo msingi kaanza hivyo na maliza zile training, na kumbuka mtu wa kwanza ambaye anapewa kuingia naye studio ni Musa Hussein. Nafanya kipindi na Musa Hussein miaka 4. Musa Hussein anapata shavu, ana resign. Mwendeleo vizuri? Ulizwa mimi na management bwana Musa Hussein anaondoka ujue. Unaweza nikumbushe. Nimwambia kutokana na maisha niliyotokea duni, mimi hata ukiniambia kuna mahali ujue anataka dereva wa ndege. Kwanza unaenda kujaribu. Nisiache.
Sasa mimi nikajibu uongozi, mimi niachieni kipindi ya mtu amini. Si umenielewa? Mimi nikaachiwa kile kipindi, nikapewa dada mmoja anaitwa Kijakazi Yunus. Kijakazi bwana, huyu bwana hapana, speed yake kidogo. Mimi nimezoea vipindi kidogo vya kwa hiyo kija akaendelea na vipindi vingine. Baadaye ikaonekana bwana huyu jamaa huyu tumpe Michael Baruti. My brother huyo kabisa. Kapewa mwanangu sasa Michael Baruti. Pale ndio tupoanzisha mimi na Michael Baruti HPP, hakuna project. Unakumbuka hiyo? Isimamia sana ile pale. Na kama unakumbuka segment zilikuwa Michael naye mwamba. Mwamba sana. Mwamba sana. Kuna kuvunda, kulikuwa kuna kibubu. Segment ya kile kipindi kama unakumbuka vizuri. Sahihi. Ilikuwa na wazo la Kabwela. Wazo la Kabwela. Unafikiri yametoka majina yao kwa nani? Kwa Mswahili. Michael Baruti nafanya naye miaka 3. Ghafla Michael Baruti anaingozea kompyuta hivi. Anapata message kutoka kwa mchumba wake kipindi ile ambaye ndio mkewe sasa. Sharuti sana kwa shemeji yangu kwamba BBC wanamhitaji. Michael Baruti anambia bwana, mimi nachomoka. Bwana hata sijakaa vizuri. Na akijakaa vizuri mwanangu gari ndio limewaka. Mimi mtamu sasa. Hapo lazima kidogo unapata hali ya simanzi. Mwanangu anaondoka. Sasa ndio narudia pale kwa vijana. Kila linalotokea kwenye maisha yako, hata kama ni msiba, linakuja kwa sababu. Naam, sahihi. Unalichukuliaje sasa ili kusonga katika safari ya maisha yako? Ndio hapo mimi nakuwa sawa. Mekubarucha anaondoka na ile kazapani paja na dribble kama mzee Meko vile. Masaa 4 hiyo baba anapiga mwenyewe mtu mzima. DJ mimi, presenter mimi ndio na host, mimi ndio nasoma mention, mimi ndio napiga matangazo, mimi ndio napiga muziki. Umechukua task zaidi ya 4 hapo. Peke yangu. Goma linawaka namna hii. Sawa. Yaani watu wakaondoka tena baada kuita Super Mix wanaita kipindi cha Zembwela. Radio yenyewe bwana, weka radio ya Zembwela. Hapo nyuma hapo ujue East Africa ilikuwa ni ungenge tu. Lakini baadaye pale kwenye notes board imeandikwa vipindi vyote vitaendeshwa kwa lugha sahihi na adhimu ya Kiswahili. Zembwela babu chuma cha pwaka. Kwa hiyo bendera inainuka namna hiyo. Inawezekana ilikuwa ni effect yako hiyo moja kwa moja. Swali gani sasa wakati matangazo yalikuwa na magiza mpaka wewe kwa nataka ni chokonoe hiyo chuma imetani, watu wamebadilisha Tanga tena kutoka huko hapa polipo wanasema kuna ushindani. Watu waliongeza muda kipindi chao. Watu walienda kuwatafuta watu ambao wamefukuzisha kazi wakarudi pale. Mtu mmoja, jeshi la mtu mmoja, nakimbiza peke yangu kule nani wewe unajua anapojua lakini kuanzia pale mimi ninapokaa kwenye kipindi mpaka saa 7 natoka. Nani alikuwa anasikiliza hapa mjini? Moto ulikuwa unawaka, of course ilikuwa mmoja wana vieti briefcase haifungi kutoka na vyogo eka lakini sasa tunarudi hapa tumekupa nafasi, tumekupeleka shule, umevimba ama umejiheshimisha na kuheshimu ulichopewa. Ipo na hapo ndipo vijana wengi wanapopotea. Sahihi kabisa. Kwamba watu wamekuchonga. Mimi nimeondoka East Africa kwa adabu, mikono nimeshusha chini. Imenichukua muda wa wiki 3 kurudisha kitambulisho cha East Africa. Tayari nishaajiriwa kituo kingine Usafi. Naangalia sasa nidhamu. Nawaambiaga vijana, nidhamu, uaminifu ni mtaji kuliko pesa. Sahihi kabisa. Mimi nimenunuliwa. Nasibu mimi kaninunua kwa hela nyingi. Natoka East Africa naenda Wasafi kwa mpunga. Kwa maana kibunda uzio. Sio kibunda, kibegi. Sirudisha nyuma. Kibegi kimekuja kipindi ndio gari changu kile Chela 7 Noel, ilikuwa Noel mwanangu kinua changu kile nakuja nachukuliwa pale kama mchezaji ghali thamani imepanda na nafika mimi bado nakuwa host wa kipindi
Sasa shako mtu mzima anakuja pale Musa, usimnganganie sana kama Ronyamila. Kwa pasi kwa vijana. Musa mdogo wangu. Sasa legend sasa. Kongwe sana kwenye hivi vitu. Na mimi nimesaidiwa kufikia hapa. Yaani wakubwa niliwakuta kwenye hii kazi walinipisha kwenye hichi kiti. Nikahosti haya mambo. Nikahosti. Ana siku 3 ambia njoo kae hapa. Amini. Kweli brother ambia kaa hapa. Sisi wenyewe tumekuwa kupishwa. Lakini msingi mkubwa nidhamu na uaminifu. Fuata miko ya hii kazi. Yaani usije tu na hisia zako za nyumbani, mkeo kwa kuuzi, usije hapa na hisia zako za nyumbani, sijui huna hela, mshahara umechelewa. Hii kazi ulimi ukiteleza tu. Sahihi. Shule imeisha. Sahihi. Shughuli tumeiona Rwanda. Miaka kadhaa iliyopita. Sahihi. Ni kazi ambayo unasimamiwa sana kwa sababu ni heri ujikwae kidole utakayo na JV kuliko kujikwa ulimi. Kwa safari yangu mimi kama ilivyokuwa kwenye sanaa, nilikutoa maskani, nikachukuliwa, nikapelekwa, watu wakatoa hela zao East Africa. Asante sana kwa MD wangu, asante sana kwa HR wangu alikuwa Mama Mary miaka hiyo. Asante sana kwa wafanyakazi wote wa East Africa, watu wakatoa hela yao. Mimi narudi napewa kipindi cha Uswazi ambacho pia alikuwa anakifanya Musa Hussein. Nilibeba